kufika kwenye semina yetu hii, na muda si mrefu tunaenda kuanza. على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح لنا ابواب رحمتك ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا اتنا في الدنيا kuwa sehemu ya juhudi za kuelimisha jamii kuhusu masuala ya uchumi, fedha na maendeleo yanayozingatia misingi ya maadili, uwazi na ushirikishwaji. Kwanza kabisa, nianze kuwakumbusha wale wanaojua na kuwajulisha wale wanaokuwa wanasikia kwa mara ya kwanza kuhusu SIFCA. Kwa ufupi, SIFCA ni taasisi inayojihusisha na kuhamasisha kukuza uelewa wa mfumo wa fedha unaofuata sheria ya Kiislamu, kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu mifumo ya fedha inayozingatia misingi ya sharia, kujenga uwezo wa wataalamu, taasisi na jamii kwa ujumla, kuhakiki kiasi cha ukidhi wa matakwa ya kisheria katika utoaji wa huduma za fedha zinazofuata misingi ya Kiislamu na kuchochea maendeleo ya sekta ya fedha jumuishi na endelevu nchini Tanzania na ukanda wetu. Dhamira yetu SIFCA ni kuona kunakuwepo na mfumo imara wa fedha unaowagusa wananchi wengi zaidi kwa haki, uwazi, uadilifu na ushirikishwaji wa kweli katika nyanja zote za kiuchumi. Ndiyo maana SIFCA pamoja na njia zingine inazotumia kutekeleza majukumu yake imekuwa ikiandaa mijadala hii ya kila mwezi ili kuleta wataalamu, wadau na wananchi pamoja kujadili masuala muhimu yanayogusa maisha ya kila siku na mustakabali wa uchumi wetu. Kuhusu mdahalo wetu wa kila mwezi, mdahalo huu wa kila mwezi sio tu darasa la kitaalamu, bali ni jukwaa la kujifunza, kubadilishana uzoefu, kujenga uelewa wa pamoja na kuibua mawazo yatakayosaidia maendeleo ya sekta ya fedha nchini. Lengo letu ni kufanya masuala haya yaonekane sio ya wataalamu pekee, bali ya wananchi wote, kwa sababu huduma za kifedha zinagusa maisha ya kila mmoja wetu katika kila siku ambayo anaishi. Katika vipindi vilivyopita, kutoka tulipoanza mwezi Mei 2025, tumepata nafasi ya kujadili mada mbalimbali zikiwemo sukuk au haki fungani za Kiislamu na nafasi yake katika maendeleo, mfumo wa benki ya Kiislamu na ushirikishaji wa kifedha tunaita financial devolution, takafu au bima ya Kiislamu, nafasi ya mfumo wa fedha wa kijamii au Islamic social finance unaofuata misingi ya Kiislamu katika maendeleo endelevu, tunasema sustainable development, pamoja na changamoto na fursa za ukuaji wa sekta hii nchini Tanzania. Mjadala hiyo imeonyesha wazi kukombolewa kuongezeka na jamii na hamu kubwa ya kuona mifumo ya fedha inayotoa nafasi zaidi kwa wananchi kushiriki katika uchumi wao na wa nchi kwa ujumla. Kama sehemu ya mwendelezo wa mdahalo yetu hii, leo tunakutana kujadili mada muhimu sana isemayo umuhimu wa kuanzisha dirisha la huduma zinazozingatia sharia katika mifuko ya hifadhi ya jamii, na tunapata mafunzo rasmi kutoka katika mfuko wa hifadhi ya jamii wa Zanzibar maarufu kwa jina la ZSSF. Hii ni waja yenye uzito mkubwa kwa sababu hifadhi ya jamii inagusa maisha ya wananchi wengi bila kujali dini yao, itikadi wala makabila. Watu wengi wanahitaji huduma za uwekezaji, hususan akiba za uzeeni zinazokidhi misingi ya imani zao. Na dunia inaendelea kuona ukuaji mkubwa wa mifumo ya fedha jumuishi inayozingatia maadili na mahitaji tofauti ya jamii. Kupitia uzoefu wa ZSSF
zetu. Tunategemea kujifunza kwa nini dirisha la sheria linahitajika, jinsi dirisha hili linaweza kufanya kazi, faida zake kwa wanachama na taasisi, changamoto zinazoweza kujitokeza, na mwisho kabisa, wala sio kwa ubora, nini Tanzania inaweza kujifunza kuelekea mbele. Tunayo heshima kubwa kuwa nasi leo Shehe ndugu yetu Bwana Abdulaziz ambaye yeye ni mkurugenzi wa shirika la hifadhi ya jamii Zanzibar Social Security Fund ZSSF. Mzungumzaji wetu kwa ufupi ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa mstari wa mbele katika uhamasishaji wa uanzishaji na hatimaye utekelezaji wa mifumo hii hapa nchini. Hivyo tunaamini tutapata elimu yenye uzoefu wa vitendo na mtazamo mpana wa maendeleo ya sekta hii. Tunakukaribisha sana Bwana Shehe Abdulaziz katika hafla hii ya leo. Kabla sijakukaribisha, kwa ufupi naomba nitoe mwongozo juu ya uendeshaji wa mdahalo wetu. Kwa ufupi, tutaanza na mada kuu kutoka kwa mzungumzaji wetu kama ilivyotambulisha, kisha tutafuatia kuwasikiliza wachambuzi wa mada hii ambayo itakuwa imewasilishwa. Baada ya hapo, tutafungua mjadala kwa maswali, maoni na michango kutoka kwa washiriki wote waliokuwepo ukumbini na pia wale ambao wanafuatilia katika vyombo mbalimbali vya habari. Tunaomba ushiriki wenye nidhamu, heshima na kujenga. Lengo letu ni kujifunza pamoja. Tunatarajia kipindi hiki kuchukua takriban muda uliopangwa kati ya sasa mpaka adhuhuri, kwa kuwa na mapumziko ya tabaruku katikati. Ili kufikia malengo ya mdahalo huu kwa ufanisi zaidi, naomba kila mmoja atumie nafasi hii vizuri kwa kusikiliza kwa utulivu na kuchangia au kuarifu kama ufafanuzi walioelewa na ambayo anapata kuhusiana na mada husika, hata kama hajapata mwisho kuwakaribisha tena wote, na bila kupoteza muda mwingi, sasa naomba kukaribisha mzungumzaji wetu mkuu aweze kutupitisha katika mada ya leo. Karibu sana Shehe Bwana Abdulaziz, falyatafadhal mashkuran.
inashindikana, naomba mjaribu kunirushia ni present mimi kutoka huko. Nadhani nimefanikiwa, lakini nimepresent na notes zinaonekana pembeni. Umefanikiwa, alhamdulillah. Bado hapa yaona hapa. Kuwa sehemu ya juhudi za kuelimisha jamii kuhusu masuala ya uchumi, fedha na maendeleo yanayozingatia misingi ya maadili, uwazi na ushirikishwaji. Kwanza kabisa, nianze kuwakumbusha wale wanaojua na kuwajulisha wale wanaokuwa wanasikia kwa mara ya kwanza kuhusu SIFCA. Kwa ufupi, SIFCA ni taasisi inayojihusisha na kuhamasisha kukuza uelewa wa mfumo wa fedha unaofuata sheria ya Kiislamu, kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu mifumo ya fedha inayozingatia misingi ya sharia, kujenga uwezo wa wataalamu, taasisi na jamii kwa ujumla, kuhakiki kiasi cha ukidhi wa matakwa ya kisheria katika utoaji wa huduma za fedha zinazofuata misingi ya Kiislamu na kuchochea maendeleo ya sekta ya fedha jumuishi na endelevu nchini Tanzania na ukanda wetu. Dhamira yetu SIFCA ni kuona kunakuwepo na mfumo imara wa fedha unaowagusa wananchi wengi zaidi kwa haki, uwazi, uadilifu na ushirikishwaji wa kweli katika nyanja zote za kiuchumi. Ndiyo maana SIFCA pamoja na njia zingine inazotumia kutekeleza majukumu yake imekuwa ikiandaa mijadala hii ya kila mwezi ili kuleta wataalamu, wadau na wananchi pamoja kujadili masuala muhimu yanayogusa maisha ya kila siku na mustakabali wa uchumi wetu. Kuhusu mdahalo wetu wa kila mwezi, mdahalo huu wa kila mwezi sio tu darasa la kitaalamu, bali ni jukwaa la kufunza, kubadilishana uzoefu
kujenga uelewa wa pamoja na kuibua mawazo yatakayosaidia maendeleo ya sekta ya fedha nchini. Lengo letu ni kufanya masuala haya yaonekane sio ya wataalamu pekee, bali ya wananchi wote, kwa sababu huduma za kifedha zinagusa maisha ya kila mmoja wetu katika kila siku ambayo anaishi. Katika vipindi vilivyopita kutoka tulipoanza mwezi Mei 2025 tumepata nafasi ya kujadili mada mbalimbali zikiwemo sukuk au haki fungani za Kiislamu na nafasi yake katika maendeleo, mfumo wa benki ya Kiislamu na ushirikishaji wa kifedha na financial devolution, takafu au bima ya Kiislamu, nafasi ya mfumo wa fedha wa kijamii au Islamic social finance unaofuata misingi ya Kiislamu katika maendeleo endelevu, tunasema sustainable development, pamoja na changamoto na fursa za ukuaji wa sekta hii nchini Tanzania. Jadala hilo imeonyesha wazi kukombolewa kuongezeka na jamii na hamu kubwa ya kuwa na mifumo ya fedha inayotoa nafasi zaidi kwa wananchi kushiriki katika uchumi wao na wa nchi kwa ujumla. Kama sehemu ya mwendelezo wa mdahalo yetu hii, leo tunakutana kujadili mada muhimu sana isemayo umuhimu wa kuanzisha dirisha la huduma zinazozingatia sheria katika mifuko ya hifadhi ya jamii, na tunapata mafunzo rasmi kutoka katika mfuko wa hifadhi ya jamii wa Zanzibar maarufu kwa jina la ZSSF. Hii ni waja yenye uzito mkubwa kwa sababu hifadhi ya jamii inagusa maisha ya wananchi wengi bila kujali dini yao, itikadi wala makabila. Watu wengi wanahitaji huduma za uwekezaji, hususan akiba za uzeeni zinazokidhi misingi ya imani zao. Na dunia inaendelea kuona ukuaji mkubwa wa mifumo ya fedha jumuishi inayozingatia maadili na mahitaji tofauti ya jamii. Kupitia uzoefu wa ZSSF tunategemea kujifunza kwa nini dirisha la sheria linahitajika, jinsi dirisha hili linaweza kufanya kazi, faida zake kwa wanachama na taasisi, changamoto zinazoweza kujitokeza, na mwisho kabisa wala sio kwa ubora, nini Tanzania inaweza kujifunza kuelekea mbele. Tunayo heshima kubwa kuwa nasi leo Shehe ndugu yetu Bwana Abdulaziz ambaye yeye ni mkurugenzi wa shirika la hifadhi ya jamii Zanzibar Social Security Fund ZSSF. Mzungumzaji wetu kwa ufupi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa mstari wa mbele katika uhamasishaji wa uanzishaji na hatimaye utekelezaji wa mifumo hii hapa nchini. Hivyo tunaamini tutapata elimu yenye uzoefu wa vitendo na mtazamo mpana wa maendeleo ya sekta hii. Tunamkaribisha sana Bwana Shehe Abdulaziz katika hafla hii ya leo. Kabla sijakukaribisha, kwa ufupi naomba nitoe mwongozo juu ya uendeshaji wa mdahalo wetu. Kwa ufupi, tutaanza na mada kuu kutoka kwa mzungumzaji wetu kama ilivyotambulisha, kisha tutafuatia kuwasikiliza wachambuzi wa mada hii ambayo itakuwa inawasilishwa. Baada ya hapo, tutafungua mjadala kwa maswali, maoni na michango kutoka kwa washiriki wote waliokuwepo ukumbini na pia wale ambao wanafuatilia katika vyombo mbalimbali vya habari. Tunaomba ushiriki wenye nidhamu, heshima na kujenga. Lengo letu ni kufika pamoja. Tunatarajia kipindi hiki kuchukua takriban muda uliopangwa kati ya sasa mpaka adhuhuri, kwa kuwa na mapumziko ya tabaruku katikati. Ili kufikia malengo ya mdahalo huu kwa ufanisi zaidi, naomba kila mmoja atumie nafasi hii vizuri kwa kusikiliza kwa utulivu na kuchangia au kuandika kutoka ufafanuzi walioelewa na ambayo amepata kuhusiana na mada husika, hata kama hajapata katika ufundishaji. Mwisho kukaribisha tena wote, na bila kupoteza muda mwingi, sasa naomba kukaribisha mzungumzaji wetu mkuu aweze kufikisha katika mada ya leo. Karibu sana Shehe Bwana Abdulaziz, faliyatafadhali mashkuran.
chini mkono wa kulia. Urudini katika presentation moja. Kama inashindikana, naomba mjaribu kunirushia ni present mimi kutoka huko. Na nimefanikiwa. Lakini nimepresent na notes zinaonekana pembeni. Umefanikiwa. Alhamdulillah. Bado hapa Endelee. yaona hapa. Nadhani katibu ameshatangulia kunitambulisha, lakini naomba niweke sawa kidogo kwenye utambulisho. Katibu alisema mimi ni mkurugenzi wa shirika la ZSSF, lakini niweke sawa kwamba ni mkurugenzi wa skimu ya sheria
katika taasisi ya ZSSF, Zanzibar Social Security Fund. Jina langu naitwa Abdulaziz Ibrahim Idi, na leo niko hapa mbele yenu kwa mwaliko wa SIFCA kuja kushare nanyi kile ambacho ZSSF tumekifanya katika kuanzisha kutoa huduma za hifadhi ya jamii kwa misingi ya sheria za Kiislamu. Sehemu ambazo tutapitishana kwa majadiliano nadhani katibu amezieleza, kwa sina haja ya kuzirejea. Niende moja kwa moja katika mada kwa kuanzia kwamba General Islamic Finance Principle, miamala ya fedha ya Kiislamu kwa ujumla wake. Nadhani sote ni mashahidi kwamba miamala ya fedha ilikuwepo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja, lakini kilichofanyika Mtume alichokifanya ni Islamization ya ile miamala. Kulikuwa na miamala ambayo inafanyika, lakini base yake ilikuwa ni dhulma, watu kudhulumiana, watu kufanyiana ujeuri. Vipo visa vingi tu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Maka. Wale Makuraishi wa Maka walikuwa wanadhulumu wale wafanyabiashara ambao walikuwa wanakuja Maka kufanya biashara zile za rihla tashitai wa swaif. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akaikuta finance ipo, alichokifanya akaongeza Islamic. Kwa hiyo tukapata Islamic finance. Kwa hiyo neno Islamic finance au taratibu za Islamic finance sio mpya, ni za zamani tokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zikaendelea wakati wa maswahaba mpaka zikatufikia sisi, lakini leo tukaziboresha kidogo kwa utaratibu ambao tunaona kwamba ni wa kisasa. Kwa hiyo na hapa ndo tunasema kwamba Islamic finance ni new and old phenomenon, ni ya zamani na ya sasa. Tunaposema ni ya zamani, tunakusudia tokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna miamala inafanyika, watu walikuwa wanashirikiana katika kufanya biashara, ambapo sasa hivi hayo mambo yapo tunaita musharaka, lakini watu wanakodishana, ambayo sasa hivi tunaita ijara, lakini walikuwa watu wanakopeshana Abu Hassan, lakini kulikuwa kuna biashara za watu kwenda Syria na kurudi, au hata ile Silk Route bado watu wanasema kwamba mpaka Maka na Madina zilikuwa ni moja kati ya vituo vya wale wanaofanya biashara kwenda Irani mpaka China. Kwa hiyo yote hayo yalikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kubadilisha fedha, forward contracts, salam zilikuwepo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Islamic finance sio kwamba imeanza jana na juzi, ni kitu ambacho kimeanza zamani. Wakati wa mahalifa wakaendeleza kile ambacho Mtume sallallahu alaihi kianza, lakini wakati wa khilafa za Abasia na khilafa za Umawiya nako kuna vitu viliendelea vingi katika masuala haya ya kifedha, ambayo miongoni mwayo ni kuanzishwa kwa Treasury House, kuanzishwa kwa coins za Kiislamu. Wakati huo ilikuwa inatumika fedha na dhahabu na kadhalika. Kwa hiyo haya yote haya yanaonyesha kwamba Islamic finance sio kwamba ni phenomena mpya, bali ni phenomena ambayo ipo tokea katika zama za zamani, lakini kinachofanyika kwa sasa ni kuifanya iwe ya kisasa zaidi. Na Islamic finance ya kisasa inaanzia katika miaka 60 katika nchi ya Misri. Kuna benki za Kiislamu ambazo zilianzishwa kama majaribio, lakini bahati mbaya zilishindwa kuendelea. Mwaka 1960 nchi ya Pakistan ilianza kufanya reforms kwa ajili ya
kufanya ya masuala ya Islamic finance kama nchi. Mwaka 62 benki ya Mitt Humphrey Egypt ilianzishwa kama ni jaribio la awali, lakini nalo halijazaa matunda. Lakini mwaka 67 Malaysia walianzisha mfuko wa hija unaoitwa Tabung Hajj, ambao mpaka leo hii upo na wanafanya vizuri sana katika masuala ya uwekezaji, kwa ile michango ambayo wanachama wanaojiunga na mfuko ule wanafanya uwekezaji kwa ajili ya kwenda hija. Katika miaka ya 70 ndipo sasa Islamic finance sasa ikaanza kupata nguvu. Mwaka 75 Dubai wakaanzisha Dubai Islamic Bank, lakini na pia Islamic Development Bank nayo ikaanzishwa katika miaka hiyo, na hapo Islamic banks zikaanza kuenea katika nchi hizi za Middle East pamoja na Northern Africa. History ikaendelea katika miaka ya 80 kwa kuenea kwa Islamic finance industry, sio tu katika masuala ya bank, lakini katika masuala ya governance na regulatories. Miaka 90 AUFI wakaanzisha institution ambazo zina govern masuala ya Islamic finance duniani, na tukaendelea nazo hadi hivi leo ambapo tunaona kwamba Islamic finance imeshika kasi sana katika dunia. Kwa upande wa Tanzania, Islamic finance tumeanza kuiona mwaka 2008 kwa kuanzishwa kwa KCB kama ni window ya Islamic Bank, lakini mwaka 2011 Amana Bank nao wakaingia kama ni fully fledged, na tukaendelea na utaratibu huo wa banks kuingia katika Islamization ya huduma zile za kibenki. Lakini mwaka 2022 nchi kama Tanzania kwa upande wa Zanzibar ikaanzishwa Takafu, ambao TIRA walitoa ruhusa na wakatoa guideline. ZIC wakaanza kutoa huduma zao kwa kutumia sheria za Kiislamu. Lakini pia mwaka 2022 sukuk zilianza kuingia katika soko, na mpaka leo hii tunaona sukuk zinatoka kila uchao. Mwaka 2025 ndipo ZSSF walipoendelea na kuanza kutoa sasa huduma za hifadhi ya jamii kwa sheria za Kiislamu. Islamic finance tokea kuanzishwa kwake imeonyesha mafanikio makubwa, lakini fanikio kubwa lilionekana mwaka 2008 wakati wa global financial crisis, ambapo taasisi ambazo zilikuwa zinafuata miamala ya fedha kwa kutumia sheria za Kiislamu hazijaathirika sana. Tunaweza kusema hazijaathirika kabisa, kwa sababu hazijaathirika pasei kama taasisi, lakini ziliathirika kutokana na market yenyewe kuathirika. Lakini zile taasisi kama taasisi hazijaathirika sana. Kwa hiyo watu waliona umuhimu, lakini kabla hapo hata wenzetu ambao si Waislamu nao waliona muhimu mpaka kuandika katika magazeti yao maneno ambayo tunayaona kuonyesha kwamba kumbe miamala ya fedha ya Kiislamu tutakapoitumia vizuri basi itakuwa na manufaa makubwa sana kwa mtu mmoja mmoja, lakini na pia kwa jamii. Sasa what is Islamic finance? Nadhani hapo nisende sana, tulikuwa humu ndani sote tunajua kidogo what is Islamic finance, au tunajua sana kuliko hata tunavyojua mimi. Lakini kiufupi, Islamic finance ni kutumia sheria za Kiislamu katika miamala yote inayohusiana na fedha. Unapotumia sheria za Kiislamu katika kutoa huduma za kifedha, hapo maana yake tunasema hiyo ni Islamic finance kwa ufupi. Na sheria zake hizi
au mipangilio yake inatokana na Qur'ani na Sunna kama ndio primary sources. Unajua kwamba katika sheria ya Kiislamu sources zipo nyingi, lakini kubwa zao ni hizi mbili, Qur'an na Sunna, na zipo nyingine. Characteristics zake ni zipi? Miongoni mwanzo ni kuwa miamala hii inaepukana na riba, lakini inafanya profit and loss sharing, lakini ndani yake au nyuma yake lazima kuwe kuna asset, na kuwa na asset manake uzalishaji katika jamii unakuwa unaongezeka, na hayo ndio manufaa makubwa tunaposema kwamba Islamic finance ina manufaa hata kiuchumi. Manake Islamic finance inaenda kugusa moja kwa moja kwenye uzalishaji. Umuhimu wa Islamic finance unaonekana hata pale ambapo mtu anataka kuanzisha biashara yake. Mtu anapotaka kuanzisha biashara, mara nyingi anasema kwamba je, huyu ninayempata kwenda kumweka katika biashara hii anao uaminifu? Ndio kategoria ya mwanzo tunaiangalia, si ndio? Kwamba ni mwaminifu, kwa sababu nasema kwamba akiwa mwaminifu kweli biashara itafanya vizuri, kutakuwa hakuna ubadhirifu, hakuna wizi. Kwa maana hiyo tunapozungumzia Islamic finance lazima tabia za watu tuziangalie, au tunapozungumzia finance kwa ujumla lazima tabia za watu tuziangalie. Sasa inapoingia Islamic finance, Uislamu una shape behavior. Mtu kama kweli ni Muislamu, kwa hiyo mwingine ataaminika kutokana na mkono wake, mdomo wake, si ndio? Hadithi inasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu ni yule ambaye Muislamu mwenziwe amesalimika kutokana na mkono wake na ulimi wake. Kwa hiyo behavior ni kitu muhimu, na Uislamu una shape behavior. Sasa tunapochukua mtu ambaye kweli ni Muislamu tukamweka katika masuala ya kifedha, apart from zile principles ambazo zimewekwa, na yeye mwenyewe ana nafasi katika kusema kwamba kweli Islamic finance ni kitu kizuri ambacho kina msaada. Principles za Islamic finance kubwa zao ni 5 ambazo kama zinavyoonekana. Moja, kwamba fedha haina thamani. Fedha kwa fedha inazaa riba, hakuna uzalishaji katika jamii inakuwa, lakini uncertainty, transparency inakosekana, fair contract inakosekana ikiwa utatumia Islamic finance principles. Islamic finance inahimiza kuwepo na asset, maana yake production katika jamii inakuwa inapatikana, lakini pia inatizama kile unachokifanya kiwe kiko ethical, na mwisho kwamba profit and loss sharing, hakuna namna ambayo mtu mmoja amdhulumu mwenziwe. Vinavyopelekea kupatikana na kuendelea kwa Islamic finance ni kitu gani? Ni economic growth, uchumi. Lakini kwenye uchumi kuna masuala ambayo wengine sasa wanakuwa hawamo katika uchumi, financial inclusion. Kwa hiyo ili uchumi huo unatanuka katika sekta ambazo hazijaingizwa katika ule mzunguko wa kiuchumi, tukiweka Islamic finance, wapo watu ambao sasa watakuja kuingia katika zile fursa. Kwa mfano tunapoweka Islamic bank, kuna watu ambao walikuwa hawaweki fedha katika benki, lakini watakuwa na nafasi sasa ya kuweza kuweka fedha zao benki. Lakini regulatory frameworks, nadhani kwa nchi yetu Tanzania tumeona CMSA wameanza kutoa, BOT nao wameanza kutoa miongozo hivi karibuni. Political support, nadhani hiyo ipo kwa namna moja, lakini level playing field, Waislamu na wasiokuwa Waislamu wote wanataka huduma. Sasa ni lazima kuwe kuna nafasi ya kwamba asiyekuwa Muislamu aweze kuingia katika hii miamala kwa kutumia imani yake. Lakini mwisho ni for Sharia compliance. Ni lazima kama tunafanya Islamic finance, ni lazima Sharia compliance iwe observed. Nchi ambazo mpaka sasa hivi zinasifika
kwa kuwa na miamala ya Kiislamu. Ya kwanza ni Malaysia, zipo hapo mpaka 10, lakini kwa upande wa Afrika tukizama Northern Africa ndiko ambako kidogo kunaonekana afadhali, lakini inayoongoza kwa Afrika ni nchi ya Nigeria. Nadhani tunaiona hapa Nigeria, Sudan, lakini kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki Kenya wako mbele kuliko sisi Tanzania. Sasa kinachotizama ni nini? Kinachotizama ili kupewa sifa kwamba wewe uko mbele zaidi au uko nyuma. Moja ni number of Islamic financial institutions. Ni taasisi ngapi ambazo zinatoa huduma za kifedha kwa kutumia sheria za Kiislamu? Lakini na taasisi hizo zina share gani katika global economy? Kwa hiyo vitu viwili hivyo ndio ambavyo vimetufanya sisi tuwe nyuma kidogo kuliko wenzetu wa Kenya, lakini naamini kwa nguvu ambazo zinatumika sasa hivi na taasisi kama za SIFCA na wengineo, tunaweza na say ile blue, rangi ya blue hapa ikakoza ikawa kama Kenya. Lakini Islamic finance inagusia vitu vingi. Moja ni Islamic banking ambayo ndio ina share kubwa kwa sasa hivi, na ndio hata course hizi watu wanaenda kusoma katika vyuo, inaitwa Islamic banking and finance, kwa sababu banking ndio imechukua sehemu kubwa katika masuala ya Islamic finance. Lakini inayofuata ni sukuk. Banking pekee yake inachukua 72%. Sukuk inachukua 17%, Islamic funds 5%, other Islamic financial institutions 3%, takaful 2%. Kwenye takaful hapa sasa ndipo ambapo tunazungumzia insurance and social security systems. Insurance hii ya kawaida inaingia hapo, lakini na mifumo hii yote ya hifadhi ya jamii inaingia pale. Lakini sote tutakuwa ni mashahidi kuwa kikubwa ambacho tukikizungumza kwenye takafu tunaizungumzia bima, kwa maana insurance. Hifadhi ya jamii haizungumzwi, si hapa tu Tanzania, lakini globally iko hivyo, kwamba tunapoizungumzia takafu tunaigusa sana Islamic natumia ile neno, lakini just kwa kufahamiana tu, Islamic insurance, sawa. Lakini social security systems haziguswi sana katika miamala hii ya. Lakini hoja ninayotaka kusema hapa ni kwamba hata kama tutaizungumzia bima only 2%, na bima ndio ambayo ina nguvu zaidi katika takafu, je, social security system katika hii percent mbili ni kiasi gani? Maana yake kwamba social security system kwa mifumo ya Kiislamu bado ni kitu kidogo sana ambacho ndio kwanza kina imani. Hata hizo nchi ambazo zina mifumo na miamala ya kifedha ya Kiislamu, bado swala la social security halijawa na nafasi kubwa sana. Tukigusa globally, social takaful ina only na share ya 136 billion katika zile 6 trillion, lakini growth kwa mwaka 2023 2024 ni 24%, lakini institutions sasa ambazo zinahusika na takaful duniani only 395. Lakini kama tulipotangulia kusema, institution hizo zinagusia bima pamoja na hifadhi za jamii, bado ni sekta ambayo ni ndogo. Kama tunaweza kusema kwamba sisi kama social security zaidi tutagusia hapa kwenye takafu, ambayo ndio inatupa nafasi sasa ya kwenda kwenye kuona namna gani hifadhi za jamii zinaweza kutolewa na kwa kutumia sheria za Kiislamu. Na tunapozungumzia hifadhi za jamii tunazungumzia social protection, tunazungumzia social security, tunazungumzia social insurance na kadhalika. Hakuna shaka ya kuwa social security, social protection, social welfare, social insurance ni kitu muhimu. Na binadamu wakati anaambiwa kwamba makazi yake atakuwa peponi, kuna vitu anaambiwa kwamba humo peponi hutoona njaa, hutoona kiu, sawa, hutokaa utupu,
lakini na mwisho hutopatwa na jua. Lakini pale Ibilisi tu alipofanya mambo yake kwa mipango ya Mungu, ikabidi atoke peponi. Kutoka peponi maana yake akija duniani, haya yote ya peponi atayakosa. Ataona njaa, ataona kiu, atakuwa utupu, lakini na mwisho atapata kijua cha dunia. Na kwa maana hiyo ni lazima vitu hivi apambane navyo, lazima vitu hivi apambane navyo. Kwa hiyo tunapozungumzia social welfare, social security, maana yake kwanza zile basic needs za binadamu ni lazima ziwe attained. Ikiwa hawezi mwenyewe kuzitekeleza zile basic needs, maana lazima awepo mtu ambaye ndo atamtekelezea, na hapo ndo social security inapoingia. Na tunaposema kwamba social security ni lazima, ni jambo la lazima kwa mwanadamu. Mwanadamu anapozaliwa tu, jambo la mwanzo mama mtu anamnyonyesha, si ndio? Lakini kabla ya kumnyonyesha kuna viguo vinakuwa vishatayarishwa, anavishwa nguo. Kwa hiyo utaratibu ndio ule ule, utaratibu ndio ule ule, kwamba mtu ikiwa hana chakula, Uislamu unatuambia tupeni, au Muislamu yule ambaye yeye amelala na shibe, jirani yake ana njaa. Lakini kuna kitu kimoja ambacho tunapozungumzia social security, kama social security ilianza katika miaka ya 1800, lakini ikashika kazi katika miaka 1960, kwamba pale nchi sasa zilipolishikia bango kwamba nchi kama nchi ndio sasa zikaanza kutoa zile huduma. Hii tunazungumzia social security kama social security, sio Islamic social security. ILO mwaka 1952 wakaika sheria ambayo ilikuwa inaandikwa ratified, inatoa mafao 9 katika masuala ya social security. Nadhani tumeatia rangi nyekundu: maternity benefit, child maintenance, medical care, community health, incapacity for work, unemployment, old age, funeral, death of the breadwinner. Hayo ni mafao 9 ambayo ILO wameyaweka katika nchi inayotaka kutoa hifadhi ya jamii, ndio ya observe. Lakini kabla ya ILO kuna nchi ambazo zilishaanza. Ujerumani ndio nchi ambayo inapigwa mfano katika hii convention social security, kwamba mwaka 1883 ndio walianza, wakaendelea kila siku zinapokwenda wanabadilisha na sheria, wanaongeza. Lakini baada ya Ujerumani kuna nchi ambazo zikaendelea, Austria, Hungary na nchi nyingine za Ulaya nazo zikaingia katika kuwafuata, kuiga Wajerumani katika kutoa social security. Wameanza kidogo kidogo, lakini wakaendelea. Na Uingereza kwa ujumla wake mwaka 1897 walianza kutoa hifadhi za jamii. Walianzia kwenye workers compensation, kwamba kuwalipa wale wafanyakazi pale ambapo wanakosa kazi, na kuendelea mpaka mwaka 1939 ndio walipoanzisha sasa sheria hasa ya kinchi ya kuweza kutoa public welfare. Na Uingereza ndio nchi ambayo inasifika zaidi katika kuwa na robust social security system. Marekani walichelewa kidogo, walianza 1908, lakini na nchi nyingine zikaendelea kama inavyoonekana. Lakini kufika miaka 1940, baada tu ya vita vya pili vya dunia, concept ya social welfare, social security ikawa internationalized. Kuna agency yakaanzishwa, FAO, UNHCR, FAO kwa ajili ya chakula, UNHCR kwa ajili ya wakimbizi, WHO kwa ajili ya afya, ILO kwa ajili ya wafanyakazi. Kwa zote hizo ni means za social security au social welfare ambazo hapa sasa miaka 1940 zilikuwa internationalized. Taasisi za kimataifa sasa zikachukua nafasi hiyo ya kuhakikisha kwamba sio nchi moja tu, bali hata katika nchi za jirani au dunia nzima, ikitokezea kuna haja kuwe na taasisi ambayo inaenda kutoa hifadhi kwa jamii ile. The same
kwa ustawi wa jamii au social welfare. Nadhani sasa hivi nchi nyingi zina wizara maalumu ambayo inahusiana na ustawi wa jamii. Watakuwa majina tu yanatofautiana: ustawi wa jamii wanawake na watoto, ustawi wa jamii walemavu na kadhalika, lakini ustawi wa jamii itakuwemo. Lengo ni kuwapa social security wale ambao vulnerable. Lakini sasa juu ya yote haya, yamefanyika duniani, juu ya nchi ambazo zimefanya utaratibu zinazosifika kama Uingereza na Marekani, je, wamefanikiwa? Tukiangalia statistics zinatuambia kwamba hizo nchi ambazo social security ipo katika kiwango kikubwa, bado kuna watu wanalala na njaa, bado kuna watu wanajiua kutokana na ugumu wa maisha, wapo watu ambao wanajiua kutokana na stress za kimaisha. Yote hayo ni kuonesha nini? Kwamba mifumo ambayo imewekwa bado haijasaidia kiasi hicho. Hii mifumo ya hifadhi ya jamii ambayo imewekwa bado haijasaidia kiasi hicho. Kwa nini? Kwa sababu mifumo hii inagusia zaidi katika material, kwamba mtu umpe fedha ili aweze kujikimu kimaisha, basi hakuna zaidi. Lakini wamesahau kwenye masuala ya saikolojia na wamesahau katika masuala ya kiimani. Haigusi masuala ya kiimani. Kwa hiyo tunaweza kufanya nini ili turekebishe hiyo hali? Tunasema kwamba kama aliotengeneza gari alikusudia gari ipite barabarani, siwezi mimi kuchukua gari nikaitia baharini nikataka kwenda kwetu Zanzibar. Si anakuja na katalogi yake. Mwenyezi Mungu ndo ambaye ametuumba wanadamu. Kama yeye ndo alotuumba akatuwekea na mifumo ya kimaisha, sasa tukienda kinyume na mifumo hiyo, hapo ndo ambapo tunaanza kukengeuka, na ndio maana haya matatizo mengi yanatokezea kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ili mifumo ya social security ifanye kazi, ni lazima turudi katika ule utaratibu ambao Mungu mwenyewe alotuumba akatutengenezea catalog, ndio hii kwamba tuwe na Islamic social security system. Kwa hiyo what is Islamic social security system? Ni ile kwamba ni kutoa huduma za hifadhi ya jamii kwa kutumia misingi ya sharia. Unapofanya hivyo tayari usha-islamize social security system. Kwa nini? Kwa sababu kama tulivyotangulia kusema kwamba nature ya mwanadamu inaendana na dini ya Kiislamu. Nadhani sote tunakubaliana. Nature ya mwanadamu aidha awe mtu mmoja mmoja, iwe jamii, iwe nchi. Kama tutafuata ipasavyo misingi ya sheria ambayo imewekwa na Mwenyezi Mungu, basi jamii hiyo na watu hao watakuwa hawana matatizo yoyote. Lakini kama tulivyotangulia kusema pia kwamba ni basic needs. Basic needs za mwanadamu, lazima kuna mtu ambaye mwenye uwezo aweze kumsaidia sina uwezo. Lakini based on fairness and justice, freedom, equality, human brotherhood, love and peace, ndio mifumo ya Kiislamu lazima ijengeke katika udugu, upendo, iwe na uhuru. Lakini pia kuna mutual cooperation, kusaidiana, at-taawun. Katika Uislamu hilo jambo lazima liwepo. Lakini na mwisho ambalo si kwa umuhimu wake ni protection of 5 elements of sharia, maqasid sharia: hifdhul mal, hifdhud din, hifdhun nasab, hifdhun nafs na kadhalika. Kwa hiyo social security system ya Kiislamu imeobserve yote haya, na ndio maana ikawa ndio msingi bora wa kuweza kufuata ili kuendana vizuri na nature ya mwanadamu. Na katika Qur'ani na katika hadithi kuna vipengele ambavyo vinahusia katika masuala haya. Mojawapo ni kwamba utajiri usiwepo katika baadhi tu ya watu, unatakiwa uenee ili na wengine nao wapate. Aya inasema kaila yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum, isiwe kwamba fedha au wealth ina
zunguka katika wale matajiri zenu tu. Lazima wale matajiri watoe kuwapelekea wale ambao si matajiri. Lakini nyingine kwamba mtu hatakiwi kujikumbizia fedha alafu asitoe. Aya ipo inayosema alladhina yaknizuna dhahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim, kwamba watu fedha wanaziweka tu lakini hawazitoi kwa njia ya Mwenyezi Mungu, basi wabashirie na adhabu kali itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Lakini mambo yote ambayo yanaendana kinyume na ubinadamu, yote hayo hayatakiwi katika Uislamu na hayatakiwi katika mifumo yote ya Kiislamu, ikiwemo social security. La dharara wala dhirara, au Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia. Lakini jingine katika mifumo ya Kiislamu tunatakiwa tupigane na umaskini, na hilo linawezekana. Wakati wa Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, ilikuwa Baitul Mal, wale watendaji wanatoka na pesa wanaenda kutafuta maskini. Hakuna maskini katika jamii wa kupewa fedha za Baitul Mal. Inawezekana. Social justice na self respect zote zinatakiwa ziwe observed katika Islamic social security. Sasa tunapozungumza social security inaanzia wapi? Inaanzia toka wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo Maka. Alikuwa mara nyingi anasisitiza watu kutokana na hadithi na aya ya kusaidiana, mmoja amsaidie mwenziwe. Yoyote ambaye ana shida alitakiwa asaidiwe na yule ambaye ana uwezo. Lakini na pia aya za zaka zilianza kushuka tokea Maka. Lakini najua kwamba alipofika Madina ndo alitengeneza dola ya Kiislamu ilitengenezwa Madina. Kwa hiyo pale sasa alichokifanya kwanza, alianzisha center kama ndio makao makuu kwa kujenga msikiti, akatengeneza udugu aliotengeneza ni baina ya watu wa Madina wenyewe kwa wenyewe, kwanza Aus na Khazraj, lakini akatengeneza baina Muhajirina na Ansar. Muhajirina waliotoka Madina, waliotoka Maka, wengine walitoka na miguu yao tu, wengine walitoka na kipando tu, hawajatoka na hata shilingi. Lakini alipofika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hawa, hebu wasaidieni, mwenye uwezo wa kufanya biashara apewe mtaji wa kufanya biashara, alikuwa hana uwezo asaidiwe nyumba. Kuna watu mwisho ulifika mwingine akasema yeye hata mke nitamwacha ili ndugu yangu Muislamu amuoe. Lakini kubwa zaidi akatengeneza constitution, akatengeneza katiba ambayo yote haya ambayo ameyasema watu wafanyane yakaandikwa. Na katika sheria, katika historia, katiba ya kwanza iliyoandikwa duniani ni katiba hii ambayo aliandika Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina kama head of state. Katika katiba hiyo kuna means za kwamba watu wale ambao wa maskini na walikuwa hawajiwezi huwa na utaratibu wa kuwawezesha kupata maisha yao, lakini watumwa waweze kuachiwa huru. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa wanajitolea kununua watumwa na kuacha huru, lakini mashirikiano katika ustawi wa jamii uliandikwa katika katiba ya Madina, katiba ya mwanzo ambayo imeandikwa katika dunia. Nadhani wengi tulikuwa hatujui kwamba katiba ya mwanzo iliyoandikwa imeandikwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko Madina. Lakini pia aya za zaka ambazo zimetoa detail sasa ya zaka inatumika vipi, zaka inapaswa nani, nazo zilishuka wakati Mtume yupo Madina. Nadhani hayo nimeyasema. Ukaja wakati wa Saidina Abubakar akaendeleza aliyofanya Mtume, lakini ukaja wakati wa Saidina Umar ibn al-Khattab, na yeye ndo anaambiwa ndio wa mwanzo alianzisha utaratibu huu wa social security ambao tunaenda nao. Of course utakuwa unaboreshwa from time to time, lakini wa mwanzo alioanzisha ni Saidina Umar ibn al-Khattab. Na kuna kipindi alikuwa anapita katika soko la Madina Saidina Umar, akamkuta kipofu, lakini kipofu yule alikuwa ni Myahudi. Kakaa anaomba, akamuuliza kwa nini unaomba? Akatoa sababu
ya utawala, kwamba utawala walipokea kodi wakati nilipokuwa na nguvu. Sasa hivi sina nguvu, wameniacha, sina uwezo wa kufanya kazi, sioni, kwa hiyo wameniacha, na ndio maana lazima niombe. Na tumesema kwamba mahitaji ya lazima kwa binadamu kwa popote vile lazima yakidhiwe. Kwa mtu kama hana means za kupata mahitaji, basi anaweza kufanya lolote, lakini yeye kaamua kuomba. Sayyidna Umar akamchukua akampeleka Baitul Mal, akawaambia Baitul Mal kwamba huyu kuanzia leo hii mpeni kima ambacho kitamtosha kila mwezi ili asiombe. Lakini si huyu tu, kila ambaye ana sifa kama yake, awe kipofu, awe mzee, awe hana uwezo wa kufanya kazi kwa ugonjwa na kadhalika. Yote hayo Sayyidna Umar aliyafanya wakati wake yeye, na ndio hapo sasa tukapata reference ya kwamba kumbe kuwasaidia wale ambao makundi maalum, wale ambao hawana tena uwezo wa kupata fedha za kujikimu kila mwezi, inawezekana. Kwa hiyo sisi tunakuja baadaye tukawa tunaiga na kuboresha. Imefika kipindi wakati wa Sayyidna Umar ibn Abdul Aziz, hatua zikawa zinaendelea mpaka ikawa Sayyidna Umar ibn Abdul Aziz anasaidia wale ambao wanataka kuoa katika jamii. Kulikuwa kuna utaratibu wa kutoa social security in kind, lakini akaboresha, akawa anatoa sasa social security in kind, lakini akawa anatoa pia na cash. Anaotaka kuoa, mwenye madeni, wote hao Sayyidna Umar ibn Abdul Aziz aliweza kuwapa hifadhi ya jamii. Na mpaka leo hii hakuna duniani social security system yoyote ambayo inalipia madeni. Hakuna social security system yoyote ambayo inasaidia mtu kumpa mahari ya kuoa. Ziko taratibu za community ambazo zinafanyika, lakini kama social security hakuna. Na tukizungumzia social security hapa, Sayyidna Umar ibn Abdul Aziz alikuwa ni kiongozi wa dola ya Kiislamu. Kwa kama nchi bado hatujafikia kiwango hicho, lakini Uislamu ulifikia katika wakati huo. Katika Uislamu social security ni pana sana. Tunapozungumzia social security inamgusa mtu mmoja mmoja, ambapo nafaka kwamba mtu yule ambaye mwenye uwezo wa kuoa, na uwezo wa kuoa nini? Ni kulisha na nguvu za au uwezo wa kimali na kihali, si ndio? Man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj, mwenye uwezo wa kimali na kihali. Kwa hiyo nafaka ni jambo la mwanzo, na watu wengi tunapitikiwa ni kwamba mtu wa mwanzo kumsaidia ni jamii yako, na jamii kwa maana ya familia. Hapo ndio mtu wa mwanzo ambao unatakiwa kumsaidia. Lakini kuna masuala ya mirathi, kuna masuala ya dia, na tusende deep katika hizo, lakini pia kuna community level, sadaqa, udhiya, diafa, ithar na kadhalika. Lakini mwisho kuna national level. Kama nchi inatakiwa nayo iweze kuwahifadhi watu wake, na miongoni mwao ni zaka, ghanima. Zaka inatakiwa zaidi isimamiwe na nchi kama zaka ili ifanye vizuri. Lakini mwisho kabisa kuna nidhamu takao, public pension system, na ndio ambayo tunataka tuigusie hapa leo, kwa sababu utaratibu wa mtu kuchangia yeye mwenyewe halafu akaja akalipwa pale anapofikwa na yale masuala ambayo tumeyasema pale anapofikia utu uzima. Katika Qur'ani pia kuna mifano hiyo kwamba mtu anachangia mwenyewe halafu anakuja. Nabii Yusuf alipotafsiri ndoto akatoa na solution, akasema kwamba miaka 7 ile ya neema kuleni kidogo, kilichobakia ekeni mbele miaka 7 ya ukame. Kwa ni matayarisho, kile ambacho tunacho leo tunakiweka kije kutusaidia baadaye. Lakini suratul Rum, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ametuumba
kutokana, mwanzo tulikuwa madhaifu, akatupa nguvu, kisha tukarudi tena kwenye udhaifu. Tumeanza watoto, hatuna nguvu sisi wenyewe ya kusimama, ya kutembea, tukawa na nguvu zetu tukafanya kazi, lakini mwisho tunakuja kukosa tena nguvu. Waswahili wanasema binadamu sio samaki, kwamba samaki kila akikua yeye anakuwa na nguvu zaidi, lakini binadamu kila akikua anakuwa ni dhaifu. Lakini inawezekana pengine usifikie kwenye uzee. Suratul Baqara aya 266 inauliza kwamba je, kuna mmoja wenu anapenda kwamba ana shamba zuri linatoa matunda, then kinakuja kimbunga chenye moto kinaliunguza lile shamba, wakati yeye hayupo sasa, kishaondoka duniani, anawaacha watoto wake wakiwa hawana kitu? Kwa hiyo sio lazima kwa ajili yako tu, hata kwa ajili ya watu wako watayarishie vitu vizuri pale utakapoondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia vipi, yahtalim khamsan qabla khams, fanya pupa ufaidike na mambo matano kabla ya mambo matano mengine. Moja, shababa kabla haram, ujana kabla ya uzee. Madhali Mtume akatwambia, maana uzee una kazi yake, sawa? Mtume anasema tu, lakini kuna kazi yake. Wasihata kabla saqam, afya kabla ya maradhi. Ukiwa na afya unafanya kazi, unapata fedha ambayo itakusustain, lakini ukishakuwa huna afya, fedha haingii tena, huwezi kufanya kazi. Kwa hiyo ujitayarishe kabisa wakati una afya yako. Inaqa kabla fakri, au wengine nadhani ya mawili yanatosha. Lakini siku moja kuna mtu aliulizwa, walikuwa wazee wamekaa wanajadiliana. Sasa kuna mtu akatoka na swali lake, akaenda kuwauliza, kila mmoja aseme kwamba kitu gani anachokikosa, anachotamani akipate wakati yuko mzee na alikuwa anakipata alipokuwa kijana. Kila mmoja akasema, pale mimi nilikuwa natembea na gari hivi, mimi nilikuwa napenda kwenda kupumzika sasa. Mmoja wa mwisho akasema, alipoulizwa akaanza kujuta kwanza, ya late, akasema laita shababa yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashiba, ninachotamani mie ujana urudi japo siku moja, ni upe habari uzee umenifanya nini. Kwa hiyo kwenye uzee kuna mambo. Sasa je, tumetizama social security kwa upana wake kwa Tanzania ikoje? Sasa system za social security kwa Tanzania zipo za namna tatu. Kuna zile za kuchangia, kuna zile ambazo kila taasisi inajitengenezea utaratibu wake, lakini kuna nyingine ambazo serikali imebeba hizo uchangii. Za kuchangia ni zile ambazo tunazijua, NSSF, PSSF, ambazo kwa huku tunachangia 10% kwa 10%, na inawezekana either ikawa ni voluntary au compulsory. Kwa kwetu hapa tuna NSSF, PSSF, WCF, NHIF, lakini na Zanzibar tuna ZSSF na tuna ZHSF. Kila moja katika hizi ina mandate yake na kila moja ina mchango wake na ina taratibu zake. Nadhani hatuna haja ya kwenda deep katika hizo, lakini zipo nyingine ambazo ni za hiari. NSSF wanayo, wameanzisha hivi karibuni, na ZSSF wanayo, lakini na kuna Community Health Fund ambazo ni vijijini huko, kuna michango ambayo inachangiwa kwa ajili ya wale ambao wazee na kadhalika kupata manufaa ya kiafya pale wanapopatwa na maradhi. Social assistance, hizi ndio zile ambazo non contributory, serikali inachukua jukumu la kusaidia watu wake na wananchi wake. Zipo TASAF ambayo iko Tanzania nzima, lakini yuko PSSN na Zanzibar kuna Zanzibar Universal Pension na mengine, zipo nyingi. Hizi ni baadhi tu. Lakini sasa je, hizi social security zinafanyaje kazi? Kwa ujumla kuna namna mbili. Kuna namna ya kwanza ambayo ni defined benefit, na kuna namna ya pili ambayo ni defined contribution. Tunaposema defined benefit, maana yake ni kuwa mwanachama anapojiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii,
anakuwa tayari kishajua atakapotoka atapata kiasi gani. Kuna formula maalum ambazo zinakuwepo. Formula hizo zinamhakikishia kwamba mimi kama nitachangia shilingi 100,000 kila mwezi kwa muda wa miaka 5, baada ya miaka 5 nitapata kiasi gani. Hiyo ndio defined benefit. Na hii kwa utaratibu huu, ikiwa ule mfuko umepata faida, haujapata faida, yule mwanachama lazima apate kile ambacho umemwahidi kutokana na ile formula. Ya pili ni defined contribution. Defined contribution ni pale ambapo mwanachama anajiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii, lakini hajui atapata nini atakapo staafu, bali atakachokipata kinatokana na faida ya uwekezaji wa ule mfuko. Kwa maana hiyo, ikipatikana faida anapata ziada, ikipatikana hasara anapata pungufu au hapati kabisa. Kwenye masuala ya benefit, mifuko ya hifadhi ya jamii inaweza au ina mfumo wa kulipa mafao katika namna mbili. Namna ya kwanza, ipo mifuko ambayo inaitwa provident fund. Provident fund ni kwamba mfuko wewe unachangia, utakapofika umri wa kustaafu au utakapofikia ile moja kati ya zile dharura za wewe utoke katika kazi, unapewa chako chote kama ni retirement benefit. Kama utaenda kuziwekeza, kama utaenda kula, kama utarudi kijijini kwenda kuanzisha shamba na kadhalika. Wengine nafikiri wanaenda kuoa mke wa pili, wa tatu, hiyo ni hiari yako. Na mifuko kama hiyo kwa kwetu Afrika Mashariki tuna NSSF Kenya, lakini kuna LAP Amal na CPF Swale. Hii miwili, LAP Amal na CPF Swale, hii ni mifuko ambayo kwa sasa hivi inatoa huduma zake kwa kutumia sheria za Kiislamu. Lakini NSSF ya Tanzania mwanzo ilikuwa na utaratibu huu, mwaka 1997 akabadilisha, na Zanzibar ilikuwepo utaratibu huu, nao ukaja ukabadilika kwa kuingia kwa ZSSF. Upande mwingine sasa ni ule upande ambao mfuko wa hifadhi ya jamii inakupa gratuity au kinaitwa kiinua mgongo, kisha inakulipa kila mwezi mpaka mwisho wa maisha yako. Na hiyo ndio ambayo imedominate sasa hivi katika hii nchi yetu ya Tanzania, na si Tanzania tu, Afrika Mashariki kwa ujumla wake. Mifuko mingi ni ya utaratibu huu ambao unafuata utaratibu wa DB kwa maana ya defined benefit. Mifuko hii unapoweka fedha zako, fedha zinawekezwa, lakini kwa sababu ina liability mifuko ya kuja kulipa huko baadaye, kwa hiyo lazima kwanza ile fedha iwe preserved, isipate hasara, lakini lazima izalishe, na inazalisha kwa sababu ya ile liability ya muda mrefu. Lakini kikubwa ni kwamba kinachoangaliwa ni maximize return, minimize loss. Ethical issues haziangaliwi. Faida tunaipataje na tunaipunguzaje hasara? Whether tumepata faida kwa miamala hiyo, ni miamala sahihi, si sahihi, nani kadhurika, nani hajadhurika, hilo haliangaliwi. Kwa hiyo ndo namna ya uwekezaji ambayo inafanyika. Uwekezaji ambao unafanyika zaidi, portfolio ya mifuko hii imegusa katika nyanja 5 ambazo ni government security, real estate, loans, fixed deposit na equities. Nadhani hayo sina haja ya kwenda deep. Lakini kwenye governance kunakuwa na board, kisha kuna committees, investment committees, ni board committees ambazo zitakuwa kila moja ina majukumu yake, audit, finance na kadhalika, lakini kuna management. Sasa katika haya mawili haya, katika hili la uwekezaji na katika hili la governance, hapo kwa utaratibu wa sasa hakuna observation ya sharia kama tunavyoiona na tutakuja kuona huku mbele.
Sasa utaratibu tuliokuwa nao unaenda vipi kinyume na utaratibu wa sharia ambao tunazungumza? Sababu tunataka tuone ni namna gani tunaweza kuingiza mifumo ya kisharia ya Kiislamu katika mifumo ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo kabla ya kuingiza lazima tuone gap hasa iko wapi, ili tuangalie gap iko wapi. Zile principles za Islamic finance ndio zitakuwa ni benchmark zetu. Je, hii mifumo inayo riba au haina? Mifumo hii inakwenda katika vitu ambavyo ni halali? Mifumo hii inaangalia maadili? Je, profit and loss sharing inapatikana na kadhalika. Kwa hiyo tunapoangalia benchmark hizi ndio tutaweza kupima kwamba kweli mifumo ya hifadhi ya jamii tuliokuwa nayo sasa inafuata au haifuati sheria za Kiislamu. Lakini haraka ni kuwa sote tunajua kwamba mifumo hii ya kiuwekezaji kama tulivyoona kule juu kwamba kuna bonds sio sharia compliant. Tunawekeza katika fixed deposits, ndani yake kuna riba and so on and so forth. Lakini tumeona kwamba benefits kwa utaratibu wa DD, mwanachama anakuwa tayari kishajua atapata nini. Benefits are guaranteed. Profit and loss sharing hapo inakosekana, si ndio? The same kwenye masuala ya insurance. Mifumo yetu ya insurance haiangalii profit and loss sharing, lakini pia ethical and moral values hazio observed katika masuala si ya uwekezaji, lakini si ya utendaji. Ndani yake kuna uncertainty katika baadhi ya mafao ambayo yanatolewa na mifuko ya hifadhi ya jamii, lakini kwenye governance hakuna sheria governance. Tumeona kwamba kuna board committees, kuna management, lakini sharia advisory committee au sharia supervisory committee, sharia board inakosekana. Nacho ni kiungo muhimu, ili unaposema kwamba mimi natoa huduma zangu kwa kutumia sheria za Kiislamu, lazima kuwe na sharia board au sharia advisory committee. Ikikosekana, manake hapo tutasema kwamba hutoi huduma hizo kwa kutumia sheria ya Kiislamu. Kwa kifupi, gap ni kubwa. Tukizama column ya mwisho kwamba interest based ambayo ni major gap katika kutoa huduma zetu hizi, either sharia versus conventional. Benefits ni moderate. Why moderate? Na tutakuja kuiona mbele kidogo. Na nyingine ambayo ni moderate ni transparency, na utakuja kuiona mbele kidogo kwa nini ni moderate. Na hii ina implication kwamba ya kwanza, kisheria au kisharia, jambo hilo linakuwa ni haliendi sawa na masuala ya kidini, lakini linawatoa wale ambao wanataka kutumia huduma hizo lakini imani zao zina wazuia. Kwa hiyo inatengeneza financial gap, lakini hakuna trust, hakuna equity katika distribution ya wealth and risk, lakini pia inapoteza kwa taasisi zile opportunity cost, kwa maana kwamba ingeweza kuwajumuisha wale katika ile miamala ya kifedha, lakini badala yake inawakosa. Japokuwa sio kote ambako kuna gap, kwa maana kwamba kuna kasoro kwenye makasudu sharia. Malengo ya mifuko ya hifadhi ya jamii yanaendana na malengo yale yaliyowekwa na sheria za Kiislamu. Kwa hiyo kwa jumla, tunapoangalia malengo hapo tuko sawa, lakini na baadhi ya investment, sio zote, zipo ambazo zinafuata sheria, japo partial. Maana yake kwamba partial tukirekebisha kidogo hapa kwa zile transactions zinapokwenda hapa, tayari tunakuwa tumeenda kisheria. Lakini generally ni kwamba economically inawezekana ikafanya kazi, lakini kisheria kuna kasoro katika mifumo yetu hii ya hifadhi ya jamii ambayo tunaenda nayo. Hasa ili iwe ya Kiislamu tunafanyaje? Moja ni kwenye structure, lakini kwenye governance na kwenye operation.
turekebishe. Lakini kuna masuala ya kisheria, sheria ya nchi lazima nayo tuyaangalie. Uwekezaji lazima nao tuangalie, na utaratibu wa ule muundo wa ile hifadhi ya jamii nayo lazima tuangalie. Tukiangalia vitu hivi na tukaweza kuvirekebisha, basi hapo tayari tutakuwa tumeenda vizuri. Kwa hiyo tukianza kwenye model, nadhani hata heading ya au mada ya leo inasema kwamba haja ya kuanzisha dirisha, kwa maana tuna utaratibu wa kuwa na window kama zile sasa tumeanzisha kama ni window, lakini upo uwezekano wa kuanzisha subsidiary company. ZIC wameanzisha subsidiary company ya bima ya Kiislamu Takafu, lakini pia upo uwezekano wa kuwa fully fledged. Amana Bank ni fully fledged Islamic bank. Kwa hiyo taratibu zote hizi tatu inawezekana, lakini kwa sasa hivi inaonekana kwamba ya urahisi tunaweza kwenda kwenye kama ni window. Ya pili, either ni mandatory au voluntary. Kuna sheria issue kumlazimisha mtu kuchangia, lakini sheria issue pale ambapo nchi imeweka sheria na sheria ile ikawa na maslahi kwa jamii, sheria nayo inaikubali. Kwa kuna notion katika Uislamu kwamba mtu halazimishwi, lakini nadhani aya zake imekuja vipi? Moja kwa moja imekuja na fi'l amr, wala haina sijui unaweza khudh min amwali, chukua. Kwa hiyo kama kuna vitu vina manufaa kwa jamii, hivyo vinaweza kulazimishwa. Kwa hiyo either mandatory au voluntary. Kwa mifumo yetu hii ya hifadhi ya jamii ya sasa hivi tunaweza kusema kwamba tunaweza kuanzisha kutoa huduma za hifadhi ya jamii tukalazimisha au tukaweka kama ni hiari. Lakini namna ya kutoa mafao, je, tutoe mafao kwa utaratibu wa DC au tutoe mafao kwa utaratibu wa DB? Kuna masuala ya kisheria hapo, sheria ya nchi. Rahisi ni DB. Rahisi ni DB. Rahisi ni DC ambayo haina sheria complication kubwa sana, lakini na DB inawezekana. Na ndio maana kule tuliona kwamba risk ni moderate. Kwa hiyo inawezekana tukatoa kwa DB, lakini DC inawezekana ikawa ni rahisi zaidi. Na utaratibu wake wa kufanya ni kwamba just unazilia watu account zile za wale wanachama na kuona namna gani utawalipa mafao ya muda mrefu na namna gani mafao ya muda mfupi, kwa utaratibu ambao nadhani kwa muda tuliokuwa nao hatuwezi kwenda ndani katika hilo. Ni mafao gani ambayo tunaweza kuyalipa, nayo ni subject of discussion. Kimsingi unaweza kulipa mafao yoyote ambayo unayataka, either haya yaliyokuwepo yanayolipwa sasa hivi na hii mfumo tuliokuwa nayo, au tukaanzisha mafao mapya. Yote yanawezekana. Muhimu ni lazima fao unaloanzisha structure according to sharia, structure yake ifuate sharia. Kama mafao yanayotolewa sasa hivi hayana issue katika sharia, unaweza kuyatoa. Fao jipo unalotoa lazima unapoanzisha liwe linafuata sharia. Upande wa uwekezaji ambao upo wa conventional na uwekezaji ambao tunaenda kufanya kwenye sharia, tofauti yake ni transaction. Tunaposema fixed deposits za benki za Kiislamu zinatoa investment deposits, ni kitu kile kile, lakini transaction zinazofanyika kwenye fixed deposits na transactions zinazofanyika kwenye investment deposits ni tofauti, na ndicho ambacho kinabadilisha. Tunaposema sukuk, alternative to bond lakini iko conventionally, sukuk ipo sharia compliant. Kwa hiyo uwekezaji upo namna unaofanana, lakini issue ni how you transact ndio ambayo inabadilisha ule utaratibu, either kwa conventional au kwa sharia. Lakini katika uwekezaji hatusemi maximize
return, minimize loss. Tunasema maximize benefit, minimize harm. Sharia compliant investment lazima iangalie, je, uwekezaji unaofanya hauna madhara kwa jamii, hauna madhara kwa mtu mmoja mmoja, hauna madhara kwa taasisi. Isitizame tu kwamba tunapata faida, well and good. Lazima uangalie madhara. Na ile benefit, je, benefit hii inawafikia wengi? Sio tu kwamba itengeneze benefit kwamba accumulate ile faida then basi. Lazima benefit ile iwe inawafikia wengi. Lakini lazima kuwepo na Sharia Advisory Board popote utakapoita, kutokana na institution ilivyo. Lakini kuna Sharia Board, kuna Sharia Committee, Sharia Advisory Board, Sharia Supervisory, popote utakapoita ni sawa. Ambayo hiyo sasa kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba kile unachokisema kama unatoa miamala yako kwa kutumia sheria za Kiislamu kweli unatoa. Kama tulivyosema, kuna issue za kisheria na kikanuni lazima ziangaliwe. Lakini moja, nchi kama nchi inatakiwa policy, sera za nchi ziwe zinatambua uwepo wa miamala ya hifadhi ya jamii kwa kutumia sheria za Kiislamu. Lakini pia na hisi hapa zipo sera ambazo sasa hivi zinataka just kwamba isiwe iandikwe sera mpya. Sera ile iliyokuwepo inaweza kufanya marekebisho kutambua uwepo wa mifumo hii ya hifadhi ya jamii kwa kutumia sheria za Kiislamu. Maana tukisema tunaanza kuandika sera mpya inaweza kuchukua muda. Lakini masuala ya kikodi nayo yanapaswa yatizamwe, na hili tayari limeshaanza kufanywa kazi nadhani tokea mwaka 2022-23. CMSA, TRA, BOT tayari kuna vitu ambavyo wamevifanya katika masuala ya kikodi katika ile miamala ya Kiislamu, hasa kwa upande wa sukuk. Lakini kuna documents nyingine ambazo zinaendana na kutoa hifadhi za jamii, nazo zote kwa ujumla wake zinatakiwa ziangaliwe. Nyingine zikiwemo Social Security Act, Insurance Act, Banking Financial Institution Act na kadhalika. Zipo nyingi ambazo zote zinatakiwa ziangaliwe kwa ujumla wake, kwa sababu unaweza ukawa umetengeneza sheria yako au kanuni yako ikafika pahala ikagongana na kanuni nyingine ambayo kanuni ile ndio ina nguvu zaidi. Kwa lazima sasa ufuate kanuni ile yenye nguvu. Kwa ili iende vizuri, ni lazima kila kanuni, kila sheria ambazo zitakuwa zinahusika nazo zifanywe mapitio na maboresho. Lakini kuna haja sasa ya kuwa na kanuni specific katika suala la kutoa hifadhi za jamii kwa misingi ya sheria za Kiislamu. Unapozungumzia Islamic finance, ni lazima utagusia Islamic social finance tools, nazo zinapaswa zizingatiwe, ambazo hazina utaratibu au muunganiko wa moja kwa moja kwenye masuala ya hifadhi ya jamii. Kwa sababu hifadhi ya jamii mara nyingi tunapoigusa zaka, kama taasisi ya serikali haipaswi kutoa zaka. Serikali inapaswa kutoa au kupokea zaka na kuisimamia. Kwa hiyo lakini unapoweka utaratibu mzuri wa zaka, sadaka, unaweza kufanya ile financial inclusion, unaweza ukawainua watu hapo, ukatengeneza base nzuri ya wanachama na mifuko nayo ikapata manufaa katika upande huu. Kwa hiyo tunaposema sasa tunataka tuunganishe Islamic Social Security schemes hizi na hizi wakfu, zaka, sadaka na kadhalika, maana yake sasa tunaenda kutengenezea base ya hizi institutions kuweza kupata wanachama wa ziada. Faida nadhani nimezungumza za Islamic Social Finance, lakini nigusie tu hapo kama tutakwenda vizuri na hizi Islamic Social Finance tools, basi tutapiga hatua moja kubwa sana, ile kama tulisema ya wakati wa Sayyidna Umar bin Abdul Aziz. Lakini kwa mfano tu mdogo, Sudani wana robust mechanism ya collection of zaka na distribution, kiasi kwamba tukija Tanzania tunaona majengo marefu yanajengwa na mifuko ya hifadhi ya jamii.
Ukienda Sudani, majengo marefu na makubwa na mazuri yanajengwa na institution ya zaka. Kwa hiyo zaka tukiisimamia vizuri inaweza ikatupeleka mbali katika masuala ya kupigana na uchumi, masuala ya kuondoa umaskini kwa mtu mmoja mmoja na hata kwa nchi kama nchi. Ni roles ambazo Islamic Social Finance Tools inaweza kufanya na benefit ya social security nadhani tushaitaja. Duniani kama tutaisimamia zaka vizuri, kwa Waislamu pekee tunaweza tukatengeneza $1 trillion kila mwaka. Ni fedha nyingi ambazo hakuna nchi ambayo pengine itabakia kuwa maskini katika nchi za Kiislamu. Wakfu, siku hizi kuna cash wakfu. Mtu anaweka wakfu pesa, lakini ile pesa inafanyiwa investment. Investment ile inarudi kwa wale ambao wamewekewa wakfu, kitu ambacho nadhani kwa Tanzania bado hakijaanza, lakini tunaweza kufanya hicho kitu. Mikopo hii ambayo haina riba, wako baadhi wanatoa, hata Tanzania nadhani hii ipo katika kuwasaidia wale wananchi ambao wako chini kiuchumi, lakini Islamic Microfinance hiyo kwa Tanzania tayari imeshaanza. Lakini haya kama tutayatumia vizuri, basi tunaweza kutengeneza jamii ambayo itapigwa mfano. Mifano ambayo imetumika hiyo Islamic Social Finance Tools ni utaji mmoja. Malaysia kuna watu wameweka cash wakfu. Zile cash wakfu zikajengewa hospitali, si moja wala si mbili, na sasa hivi zinatoa huduma vizuri. Hata kama unaenda huna fedha ya kutibiwa, lakini katika hospitali ambazo zimewekewa cash wakfu au zimetengenezwa kwa kutumia cash wakfu, unaweza ukaenda ukatibiwa bila malipo. Na mifano mingine kama ambavyo inaonekana. Kwenye masuala ya investment, lazima social security ifanye investment. Lakini kama tulivyosema, investment zote ni halali, inategemea utazitransact vipi. Ukikosa kwenye bond, sukuk zipo, share zipo, share ambazo ni sharia compliant na kadhalika. Kwa hiyo kwenye investment hakuna tatizo, issue ni transaction, una transact vipi. Na niseme tu kwamba pia kuna sharia compliant funds ambazo zinaweza kusaidia katika masuala ya uwekezaji pale ambapo tunaona kwamba fursa ni chache, sababu kuna challenge hiyo kwamba fursa za uwekezaji bado kidogo ni chache, lakini zipo sharia compliant funds ambazo zinaweza kusaidia katika uwekezaji. Contribution ya investment hizi ambazo zinafanywa na mifuko ya hifadhi ya jamii, nadhani sina haja ya kuzitaja kwa sana kwa sababu zinajulikana, lakini moja kwa moja niende kwenye ZSSF tulifanya nini. Wakati tunaenda kwenye kuanzisha hifadhi ya jamii kwa misingi ya sheria ya Kiislamu, jambo la mwanzo tulianza sisi wenyewe ndani. Tukawa tunapitia dokumenti zetu kuona, je, hizi document zina gap gani iwapo tutaweza kutoa huduma hizi kwa kutumia sheria za Kiislamu. Kwa document zote ambazo zina govern document act, regulation, guidelines, manuals zote tulizipitia. Lakini baada ya kupitia na kutengeneza ile framework, tukamtafuta consultant. Tulibahatika kupata consultant ambaye ni taasisi au kampuni ya ndani, lakini tukatafuta mtu mwingine ambaye akaja akasaidiana na ile kampuni ya ndani. Professor Mubakar ni mtu ambaye anajulikana katika Islamic Finance world, akatusaidia katika kuziweka vizuri zile dokumenti zetu, na kisha tukaenda katika masuala ya kisheria. Bahati nzuri sheria yetu inaturuhusu section 44C inaturuhusu kuanzisha scheme, kwa tukatumia sheria hiyo, lakini bado tukasema kuna haja ya kurekebisha sheria ili iwe na meno zaidi. Isiwe kwamba leo kuna mtu kaja kaanzisha, kesho kwa kutumia sheria hii kuna mtu anaweza kaja kaondoa. Kwa hiyo ili iwe na mashiko ya kisheria, kuna haja ya kurekebisha sheria, kitu ambacho tunakifanya sasa hivi ili sharia scheme iwe legally binding. Lakini tukatengeneza regulation tofauti. Kwa hiyo kuna kanuni ya hifadhi ya jamii ambayo haifuati misingi ya sheria, lakini kuna kanuni ambayo
inafuata misingi ya sheria, na mengine haya ni ya kisheria, lazima kanuni iwe saini, waziri aisaini, itolewe katika gazeti la serikali, kisha tukaanza mwaka 2025 tarehe 20 mwezi wa 10 ndio imezinduliwa rasmi. Kwa hiyo kama ni mtoto bado ndio kwanza nadhani anatambaa au kishaanza kusimama. Kuna challenge ambazo zipo tulikutana nazo na nyingine bado tunaendelea kukutana nazo. Challenge ya kwanza tulizungumza pale DC ni kwamba ndio rahisi kwenye sharia issue. Ukienda kwenye DC unaweza usipate query nyingi sana, lakini sisi tumeamua kwenda kwenye DB. Principle gani tumetumia? Tumetumia principle of justice and equality, kwa sababu wanachama wamelazimishwa kujiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii. Kwa hiyo kuna ulazima, hakuna uhiari. Kama kuna ulazima, kwa nini mtu unalazimisha mmoja umpe A mwingine umpe B? Kama unalazimisha wote uwape A au wote uwape B. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo ndio tukasema kwamba hapa tunatakiwa twende na BB, ambayo kwenye sheria issue wapo wanaikubali, wapo wasioikubali, lakini Mtume SAW akasema pale kwenye ikhtilafu ndio heri kwa waja wake. Lakini pia kuna issue ambayo hakuna, kama tulivyotangulia kusema kwamba takaful only 2%. Kwa hiyo hakuna watu wengi walioandika na zaidi kwenye social security. Kwa hiyo hata kama unataka kufanya reference za literature review, huwezi kuzipata nyingi sana katika masuala ya social security. Na zaidi social security ambayo ipo katika mfumo wa DV, hilo ni ngumu sana kupata. Lakini kuna baadhi ya sheria zinagongana. Tumeanzisha sheria board, lakini sheria board tulipoianzisha kuna sheria TR, Treasury Registrar, inagongana na kanuni yetu tulioandika. Kwa hiyo tupate tunasema kwamba ni lazima kila kanuni, kila document ambayo itahusisha nayo tuiangalie. Kuna masuala ya system integrations, ni lazima. Sasa hivi huwezi kufanya kitu bila kuwa na system. Ukifanya manually maana iko na plan to fail. Kwa systems nazo ni muhimu, lakini je, systems nazo zinakaa vipi ili kuja kuona kwamba kuna line of separation between conventional na sharia. Lakini nyingine ni conflict of interest internally. Watendaji wa ndani, najua kwamba taasisi zetu zinaenda mbio na targets ambazo zinawekwa. Kwa watendaji wa ndani wanaona target ya conventional iko kubwa, target ya Islamic iko kubwa. Sasa ipi ni wa mwanzo? Kwa hiyo kama mtu akiwa kabisa conventionally, maana target ya conventional ndio umuhimu kuliko ile target ya sharia. Kwa hiyo kuna namna ya kufanya kustructure ili kuondoa hizo challenge. Lakini jingine ambalo ndio kubwa zaidi, wenzetu wa Islamic Bank wapo kule wametuchongea. Watu wengi katika jamii zetu wanaona kwamba hakuna Islamic Bank, na zaidi kwa sababu zilipoanzishwa Islamic Bank watu walikuwa wanataka kwenda kukopa ili wapate pesa, lakini walipoenda kwamba upewe pesa, utapewa mfuko wa saruji unauza 16,000, wewe utalipa 18,000 au 20,000. Sasa huku nikaenda na pata 16 nalipa 20,000, huku na kwa mfuko wa saruji nalipa 20,000, punda si yule. Sasa notion hiyo imewakaa vichwani. Jambo lolote linalopeleka sasa la Islamic au sharia compliant katika hizi huduma wanaona ndio ile kama benki. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kuna watu ambao wanaaminika katika jamii kama ni mashehe wanayazungumza haya. Kwa hiyo mtu unapoenda kumwambia kwamba bwana ZSSF wameanzisha sharia scheme, anarudi kwa yule shehe, akimuuliza shehe anakaa ndo hayo. Kwa hiyo kuna kazi ya kuwafikia hawa mashehe, tukawaambia Islamic finance ni nini, inasaidia vipi, inafanya kazi vipi, na hilo nadhani ni kujenga nguvu za pamoja ili tuondoe
yapo katika jamii zetu. Kwa kumalizia sasa, tutoe recommendation 2-3 za namna ya kulendea. Sasa kwa mujibu wa ratiba hapa, naomba tuishie hapo kwanza. Kwenye upande wa recommendation tutakuja kufanya baadaye, baada ya session kwa kurudishwa. Naomba kuwasilisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran Sheikh Abdulaziz. Kwa kweli nafikiri wengine leo umetupa mwanga zaidi kuhusu mambo ya Islamic social security. Nafikiri kwa mimi kwamba tumenufaika zaidi. Kwa hiyo sasa hivi tuna break kwa ajili ya chai, na wakati tuna break kwa ajili ya chai, basi endelea kufikiria maswali. Ukirudi hapa tuwe na maswali ya kumuuliza mtaalamu wetu hapa aweze kufafanulia zaidi na tuweze kwa kweli ukiangalia tuna haja kubwa sana kuendelea kupigia debe ili swala la mfuko hii ya hifadhi ya jamii kuwe na window kwa ajili ya manufaa yetu sisi sote.